Ule mtikisiko uliokuwa unatokea ilipelekea gema lilopo pale juu, unaweza ukaona ukimulika pale juu, likadondoka na kufikia wachimbaji wadogo na kina mama ambao walikuwa wanajitafutia riziki kwa sababu. Kufuatia tukio lililotokea Mei 17 huko katika kijiji cha Nyaligongo, kata ya Mwakitorio, katika mgodi wa dhahabu wa Mwakitorio, ambapo takribani watu 17 walidondokewa na kifusi cha mchanga kilichokuwa kimeegama katika mgodi huo, huku watu 6 kati yao wakipoteza maisha. Leo hii mkuu wa mkoa wa Shinyanga Anna Mlingimacha ametoa ufafanuzi juu ya vifo vya watu hao. Akizungumza na vyombo vya habari, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Anna Mlingimacha leo hii ofisini kwake amesema miongoni mwa majeruhi waliofikishwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga wamekwisha patiwa ruhusa, huku baadhi ya miili ikiwa tayari imekwisha tambuliwa na ndugu zao. Ule mgodi ulikuwa ni open cast, sio mgodi ambao watu walikuwa wanachimba wakaingia ndani. Ulikuwa ni mgodi wa wazi, na lile lipande la udongo lilidondoka. Zile skaveta karibu 4-5 zilizoingia kule ndani zilijitahidi kuchimbua ule udongo, na kwa hiyo ule udongo ulionekana kwa wazi kabisa. Watu ambao hadi sasa hivi tunaweza kuelezea kwamba walikuwepo katika lile shimo au katika ule mgodi. Watu 6 waliofariki, ni mmoja wa kwanza anaitwa Ntemi Konstantini ambaye yeye alifahamika kwamba ni mkazi wa Nyaligongo na Ngudu. Huyu anakisiwa kuwa na miaka 35. Wa pili aliyefariki ni Agnes Zablon, mwanamke, anayekisiwa kuwa na miaka 23, anatokea Mwanza. Na watatu ni Mponeja Sabato wa miaka 32 ambaye naye anatokea Bariadi. Na wanne ni Patrick Kanizio anayekisiwa kuwa na miaka 49, mkazi wa Mwakitorio. Watano ni Haji Juma Hussein, mwanaume, ambaye naye anatokea Geita. Mtu mmoja wa 6, mwanaume ambaye hajafahamika jina lake wala kabila lake, anayekisiwa kuwa na miaka kati ya 26 hadi 30. Hakuna maafa yaliyotokea Mwakitorio yakasababisha vifo vya watu 150. Hilo halipo. Kwa kweli wakati tunawapokea walikuwa na hali mbaya, especially hao wawili na yule ambao tumempeleka Bugando. Kwa huduma za dharura za kwanza zilifanyika pale kwa ajili ya kunusuru uhai wao, lakini pia walivyolazwa wakaendelea na matibabu zaidi wakiwa maodini. Mgonjwa ambaye tumempeleka Bugando alikuwa na mvunjiko wa mbavu, lakini pia mapafu yake yalikuwa yamejaa hewa. Walienda kwa ajili ya huduma zaidi ya mapafu na mvunjiko wa mbavu. Wasafi Media imefika katika mgodi wa Mwakitorio na kuzungumza na baadhi ya wachimbaji kuhusiana na tukio hilo. Ilikuwa ni majira ya saa 4 asubuhi. Kulikuwa kuna excavator inayofanya kazi, kwa maana kwamba excavator yenye biti ilivyokuwa ikifanya kazi, kulingana na ule mtikisiko uliokuwa unatokea, ilipelekea gema lilopo pale juu, unaweza ukaona ukimulika pale juu, likadondoka na kufikia wachimbaji wadogo na kina mama ambao walikuwa wanajitafutia riziki, kwa sababu kina mama hawezi kuchimba, huwa wanazoazoa. Kwa hiyo wao waliweza kufikiwa, pamoja na wauza matunda, kwa maana ya matikiti huwa wanaleta kwa ajili ya kukata kiu kwa wachimbaji. Sasa lilivyodondoka likawa limepelekea vifo vya watu kadhaa na majeruhi. Kwa hiyo ombi letu kwa serikali, wawe makini na pia waweke mainspekta, watu ambao wana utaalamu na miamba pamekaaje, na kuzuia watu wawe wanakaa mbali muda wa excavator ikiwa inafanya kazi. Tunakuwa tunapatwa na changamoto kama hizi, ambapo mlima kama huu umeweza kujiponchi. Wachimbaji wadogo tulikuwemo wengi sana, ina maana imeweza kuteketeza baadhi ya watu. Inapotokea tukio kama hili, namna ya mtu kumwaisha kwenye huduma ya kwanza inakuwa ni nzito. Hatuna vitendea kazi machera, hamna mtu anapata ajali unambeba kwenye junia na maana unambana pumzi. Ni ajali ambayo pia ni ya kusikitisha, kwa sababu eneo hili ni eneo ambalo lilikuwa ni eneo bovu na lilikuwa kwenye marekebisho, na huyu alikuwa anarekebisha ni mkandarasi ambaye wako naye mkataba. Kwa hiyo wakati anawatoa wanalazimisha kuingia sehemu ambayo walihisi kama kuna dhahabu, ndio hili likatengua. Kutoka hapa ofisi za mkuu wa mkoa wa Shinyanga mkoani Shinyanga, mimi ni Abel Michael, W News.